sana sana wale wananchi wanaoishi katika kanda ya Ziwa, kwa sababu imekuwa ni kilio chao cha muda mrefu sana kuweza kupata boti itakayowasaidia wanapokuwa wanapata dharura katika usafiri ama usafirishaji kwa njia ya maji, kuweza basi kupata huduma ya kwanza kabla ya kufika katika vituo vya afya. Kwa hiyo hii ni mkombozi kwa wananchi hao, lakini uwezo wa boti hii kuweza kuhudumia, inaweza kuhudumia wagonjwa 12 kwa wakati mmoja. Lakini kitu kingine ambacho boti hii inacho ni chumba maalum, wanasema ICU au chumba cha wagonjwa mahututi. Ina maana kwamba mgonjwa anapokuwa katika hali mbaya, basi anatolewa katika chumba kile cha kawaida na kwenda kuhamishiwa kwenye chumba kile cha wagonjwa mahututi. Na katika utekelezaji wa mradi unaoitwa mradi wa kikanda wa usafirishaji na mawasiliano Ziwa Victoria, ndipo hapo katika mradi huo basi tumeweza kupata kununua boti hii. Boti hii ndani yake ina vifaa vyote unavyovijua viko hospitali kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa. Kwa hiyo naweza nikasema boti hii ni kama hospitali inayotembea ndani ya maji. Kwa siku inategemea na barabara, changamoto ya barabara, kwa sababu tuna changamoto za miti na waya. Kama sehemu hakuna miti mingi watembea umbali mrefu. Kama kuna waya nyingi vile kama hivi, watu watembea umbali wa kilomita chache sana. Ila maximum kilomita 190, 110 na hivyo. Lakini pia hii inaonyesha jinsi gani rais wetu Daktari Mama Samia kama mkuu wa kaya kuangalia mahitaji halisi ya wananchi wake. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kuangalia usalama wa wananchi wa kanda ya Ziwa, na hasa wenzetu wagonjwa, kina mama na watoto, kuwafikisha kwa haraka wanapata rifaro katika maeneo ya kanda ya Ziwa.